Tembea uone, na kutembea sana sio kuchoka, bali ni kuona mengi. Karibu katika simulizi yangu inayoitwa Mlango wa Siri. Ni mimi msimuliaji wako King Suya. Karibu. Katika kijiji cha mbali kilichozungukwa na milima mikubwa, kuna hadithi za mlango wa mawe uliopotea. Amani ni msichana jasiri mwenye roho ya uchunguzi. Anaingia safari ya kutafuta mlango huo, lakini safari hii si yake peke yake, bali Amani anajiunga na Zubeda. Zubeda ni mama wa kijiji mwenye busara aliyewahi kusikia sauti nzuri na za ajabu za mlango huo. Na Juma, kijana mwenye nguvu lakini mwenye hofu nyingi juu ya hadithi za mlango huo. Wote wanahusiana kwa namna ya kipekee sana. Amani akiwa na ujasiri, Zubeda na hekima ya muda, na Juma akitoa nguvu na msaada katika changamoto ngumu wanayoiendea. Kila mmoja anaficha siri kuhusu sababu ya kushirikiana katika safari hii. Walipokuwa wakiendelea na safari yao, wanakutana na kiumbe wa kushangaza. Tena ni kiumbe wa ajabu sana kwao. Wanakutana na tembo mwekundu, mlinzi wa njia. Tembo mwekundu ni kiumbe mwenye hekima ya kale, anayewataka kila msafiri kutatua fumbo gumu kabla ya kuendelea. Mfumbo huu unafichua siri kubwa za kila mmoja katika kundi hili, ikiwalazimisha kukabiliana na hofu zao za ndani kwa ndani wao wenyewe. Lakini mawimbi ya upepo yanawaleta kwenye mapango yenye kuta za mianga inayong'aa sana, huku sauti za siri zikiendelea kuwavuta. Amani anaona maono ya maisha yake yaliyopita hapa nyuma. Juma anakumbwa na kivuli cha mtego wa kale wa kijiji, na kwa Zubeda anapata neno la siri ambalo linaweza kufungua mlango huo wa mawe. Lakini mchakato wa kufungua mlango huo hauwi rahisi. Mlango unazidi kutoa sauti kali, kana kwamba unalinda siri za dunia nyingine, tena kwa nguvu zote. Hapo ndipo wanapogundua kwamba mlango hauhitaji nguvu za kimwili tu, bali pia unahitaji uelewano wa ndani kati ya wao kwa wao. Je, unadhani watashinda changamoto za mwisho, ama siri za mlango zitaendelea kuwa kitendawili cha milele? Endelea nami.